Naam, habari za wakati huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kufahamisha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na maeneo tofauti nchini Tanzania. Serikali ya Samia Suluhu pamoja na jeshi la polisi la Tanzania limeweza kupatwa na msiba mwingine mkali siku ya leo, huku maafisa wa jeshi la polisi wakiweza kupoteza maisha katika ajali mbaya ambayo imeweza kutokea katika eneo hili. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Mtazamaji, masikitiko makubwa kwa serikali ya Samia Suluhu na kikosi cha jeshi la polisi la Tanzania baada ya kuweza kupoteza wenzao katika ajali mbaya ambayo imeweza kutokea usiku wa kuamkia leo. Jeshi la polisi la Tanzania limethibitisha kutokea kwa ajali mbaya ya barabarani iliyogharimu maisha ya askari polisi au jeshi wa polisi wawili waliokuwa kazini, tukio ambalo limezua taharuki kwa vyombo vya usalama na taifa kwa ujumla. Uthibitisho huo umetolewa na kamanda wa polisi wa mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Benjamin Kuzaga, ambaye alieleza kuwa ajali hiyo ni hasara kubwa kwa jeshi la polisi la Tanzania na serikali yake. Kwa mujibu wa taarifa za polisi, ajali hiyo mbaya ilitokea mnamo Disemba tarehe 16 mwaka 2025 mwendo wa saa 12 na dakika 15 jioni katika eneo la Vwawa mkoani Songwe. Askari hao wakiwa kwenye gari la polisi lililokuwa likitoka kusindikiza eneo la Tunduma baada ya kugongana uso kwa uso na basi la abiria aina ya Costa lililokuwa likitokea mkoani Mbeya. Mgongano huo ulioelezwa kuwa mbaya, huku athari ikisababisha uharibifu mkubwa kwa magari yote mawili yaliyohusika. Tathmini ya awali ilionyesha kuwa nguvu ya ajali hiyo ilikuwa kubwa kiasi cha kusababisha vifo vya askari polisi wawili wa Tanzania waliokuwa kwenye eneo la tukio kabla ya hatua yoyote ya matibabu kutolewa. Askari waliofariki, mmoja anafahamika kama Koplo Chilungu na mwingine anafahamika kama Amina. Hata hivyo, maafisa wote wawili walikuwa chini ya kikosi cha kutuliza ghasia FFU kilichopo jijini Mbeya, kitengo maalum chenye jukumu la kulinda utulivu wa umma Tanzania na kukabiliana na operesheni hatarishi za kiusalama. Mtazamaji, katika chapisho hilo kupitia mitandao ya kijamii ambalo lilisambazwa na Maulidi Kitenge kupitia mtandao wake wa kijamii wa X almaarufu Twitter, aliandika hivi kama unavyotazama: Jeshi la polisi mkoa wa Songwe limetoa sababu ya ajali ya barabarani iliyotokea Disemba 16 mwaka 2025 majira ya saa 12 jioni katika eneo la Karasa, wilaya ya Mbozi, mkoani Songwe, kwenye barabara kuu ya Mbeya Tunduma, ikidai kuwa ajali hiyo ilitokana na uzembe wa dereva wa gari aliyegonga pikipiki iliyokuwa mbele yake. Taarifa ya jeshi la polisi iliyotolewa usiku wa kuamkia Disemba 17 imesema hayo yamebainika baada ya uchunguzi wa awali, ambapo baada ya gari hilo kugonga pikipiki lilipoteza uelekeo na kugongana uso kwa uso na gari lingine, hali ambayo imetajwa na jeshi hilo kuchangiwa na mwendo wa kasi katika eneo la makazi ya watu. Taarifa hiyo imeeleza kuwa watu 5 wamefariki dunia kutokana na ajali hiyo, wakiwemo askari polisi wawili wa mkoa wa Mbeya, huku wengine 9 wakijeruhiwa na kuwataja waliofariki dunia kuwa ni pamoja na askari Chirungu Misango John pamoja na Amina Jafari Hamisi, wote wakiwa askari wa kikosi cha kutuliza ghasia mkoa wa Mbeya FFU. Mtazamaji, hiyo ni kulingana na chanzo cha habari hizi. Hata hivyo, uongozi wa polisi ulieleza kuwa wakati wa ajali hiyo inatokea, askari hao walikuwa wakitekeleza majukumu yao halali na walikuwa katika harakati za kurejea kutoka kwenye majukumu yao rasmi. Hata hivyo, vifo vyao vimetajwa sio tu kuwa janga la barabarani, bali pia hasara kubwa iliyopatikana katika kutekeleza majukumu yao. Kamishna msaidizi mwandamizi Kuzaga alisema matokeo ya awali yanaonyesha ajali hiyo ilitokana na kugongana uso kwa uso, ingawa hali halisi iliyosababisha ajali hiyo bado inachunguzwa. Alisisitiza kuwa hakuna hitimisho ambalo limekamilishwa kuhusu dhima au kosa katika hatua hii. Jeshi la polisi Tanzania limeanzisha uchunguzi wa kina kubaini chanzo halisi cha ajali hiyo. Uchunguzi huu ni pamoja na kuchunguza mwendo kasi wa magari yaliyohusika, hali ya barabara wakati wa tukio, muonekano wa hali ya hewa na uzingatiaji wa kanuni za usalama barabarani kwa madereva wote wawili. Mtazamaji, hata hivyo, wataalamu wa polisi pia wanatathmini hali ya mitambo ya magari ili kuondoa uwezekano wa kushindwa kiufundi. Mamlaka zimesisitiza kuwa uwajibikaji utatekelezwa iwapo uzembe, kuendesha gari kwa uzembe au kiukaji wa sheria za trafiki kutaanzishwa wakati wa mchakato wa uchunguzi na wengi kukamatwa ambao wanavunja sheria hizo. Hata hivyo, Kamanda Kuzaga amewahakikishia wananchi kuwa jeshi la polisi linaendelea kujitolea kuweka uwazi na weledi katika kushughulikia suala hilo.
alisema matokeo ya uchunguzi yatawasilishwa mara baada ya ukweli wote kuthibitishwa na jeshi hilo la polisi. Zaidi ya uchunguzi, mkasa huo umeathiri pakubwa ari ya maafisa wenzao waliofanya kazi kwa karibu na marehemu. Wengi ndani ya kikosi hicho wamewataja maofisa hao walioanguka kuwa wenye nidhamu, kujitolea na pia kulitumikia taifa kwa uadilifu na ujasiri. Kamanda wa polisi mkoani humo alitoa salamu za rambirambi kwa familia za askari au jeshi hao wa polisi waliofariki dunia katika ajali hiyo na kukiri machungu na hasara wanayoipata. Pia alitoa salamu za pole kwa ndugu, jamaa, marafiki na wafanyikazi wenzake, huku akisisitiza kuwa jeshi la polisi la Tanzania lipo pamoja nao katika kipindi hiki kigumu. Alibainisha kuwa vifo hivyo vinawakilisha pigo kubwa si tu kwa jeshi la polisi bali pia katika jitihada za kitaifa za kudumisha amani na usalama. Kupoteza kwa maafisa waliofunzwa na kujituma na kutumikia serikali ya Tanzania, alisema kunadhoofisha uwezo wa kiutendaji na kuacha pengo ambalo ni ngumu kubadilishwa mara moja. Hisia za kidini na kitamaduni pia zilikubaliwa wakati wa hotuba, kwani Kamanda Kuzaga alitafakari juu ya ugumu wa maisha na hitaji la nguvu ya pamoja wakati wa huzuni. Alihimiza familia na wafanyikazi wenzake kupata faraja katika imani na umoja wanapopitia kipindi cha maombolezo baada ya kufariki kwa maafisa hao wa polisi. Tukio hilo limeibua mijadala ya umma kuhusu usalama barabarani, hasa ikihusisha magari ya serikali na ya ulinzi ambayo mara kwa mara yanasafiri umbali mrefu chini ya hali ngumu ya uendeshaji. Wito umetolewa kwa ajili ya kusisitiza upya mbinu za uendeshaji salama kwa watumiaji wote wa barabara, huku taratibu za mazishi zikitarajiwa kufuatwa. Jeshi la polisi la Tanzania na serikali imesisitiza dhamira yake ya kuwaenzi askari walioaga dunia kwa kufuata mila na desturi za kitaasisi. Hata hivyo, kando na maafisa hao wawili wa jeshi la polisi waliofariki, inasemekana watu wengine 9 wameweza kujeruhiwa na idadi ya watu waliofariki ikiongezwa na maafisa hao wawili ni watu 5 ambao wengine ni raia wa kawaida waliofariki katika ajali hiyo, na hao wengine 9 waliojeruhiwa wameweza kukimbizwa hospitalini. Wengine waliofariki wametajwa kwa jina la Adam Ibrahim Martin ambaye ana umri wa miaka 38 na mwingine ni dereva wa gari la Toyota Coaster ambaye ni mkazi wa Mbeya. Mwingine ni dereva wa pikipiki ambaye bado hajafahamika jina lake na mwanamume anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 25 hadi 29. Waliojeruhiwa ni pamoja na abiria wa Coaster, wanafunzi wawili, mlinzi wa SGA na dereva wa Kanta ambao wamepelekwa hospitalini haraka kwa matibabu. Mtazamaji, ni kufahamisha kwamba tukio hili liliweza kutokea usiku au jioni ya tarehe 16 Disemba, lakini ripoti hizi zimeweza kutolewa siku ya Disemba tarehe 17 usiku na kamanda wa jeshi la polisi katika eneo hilo pamoja na watu ambao wameweza kusambaza ripoti hiyo katika mitandao ya kijamii. Wakati huo huo, sasa Watanzania kote nchini wanaendelea kuomboleza kifo cha maofisa hao wawili ambao utumishi na kujitoa kwao katika majukumu yao itakumbukwa ikiwa ni udhibitisho wa kujitolea kwao kulinda maisha, kudumisha utulivu na kulitumikia taifa la Tanzania kwa heshima.